Tumeandaa investors breakfast. Hii ni breakfast ambayo tukutana na wawekezaji wetu wakubwa ambao ni waajiri wetu, lakini waajiri wangu ambao wamewekeza ndani ya benki yetu. Na leo hii tulikuwa tunajaribu kuwapa taarifa ya mwenendo wa benki yao kwa mwaka jana, lakini tukielezea mafanikio ya miaka 30. Kama mnafahamu kwamba tuko kwenye kipindi cha kusherehekea miaka 30 ya benki yetu, lakini tunaelekea kwenye mkutano mkubwa wa wanahisa ambao utafanyika wiki ijayo. Kwa leo hii tumeelezea mafanikio ya benki yetu, kwa maana mmeona namba zetu za mwaka jana. Benki imepata faida kubwa, sasa upande wa faida bilioni 551, sio kidogo. Amana zote zimekuwa kubwa, lakini balance sheet yetu vivyo ni kubwa ambayo ni trilioni 16.6 kwa mwaka jana mpaka Disemba. Lakini pamoja na hayo tumeeleza ni kwa nini tumefanikiwa. Ni vitu gani vimesababisha tufanikiwe. Kwanza ni ufanisi ambao umekuwa ndani ya benki yetu, lakini la pili ni ueledi wa wafanyakazi ambao umeweka katika ubunifu mkubwa na hasa utoaji wa huduma zetu. Lakini tatu ni njia tunavyotoa afisa boda zetu. Huduma zetu nyingi sana zimekwenye huduma mbadala. Maana yake tutoe huduma kwenye matawi, kutoa huduma za kidijitali zaidi teknohama. Lakini tumeonyesha jinsi gani tunamgusa Mtanzania mmoja mmoja aliyeko chini. Kubwa lingine ambalo tumejadili leo ni kuhusiana na ukuaji wetu katika nchi zaidi ya Tanzania. Tuko DRC, tuko Burundi ambako tunafanya vizuri sana. Kwa Burundi sasa hivi ni benki bora, ni benki kubwa na benki ya kwanza. Lakini DRC ni mwaka wetu mmoja na nusu tumeanza biashara, tunaona mafanikio yanaanza kuonekana. Lakini jambo lingine ambalo tumeligusia, sisi hatufanyi biashara benki tu. Vile tunatoa huduma katika upande wa bima. Tumeelezea mafanikio ambayo tumeyapata ndani ya mwaka mmoja wakaanza kampuni yetu ya bima, ambako kampuni yetu tanzu ya bima imeweza kupata faida kwa mwaka kwanza. Lakini tumeelezea fursa zilizopo kiasi gani. Lakini jambo lingine kubwa, tumeelezea ukuaji wa uchumi nchi yetu unaendelea sambamba na ukuaji wa CRDB. Na tumeonyesha malengo yetu mapana katika kugusa hasa miradi ya kati, sekta muhimu mtambuka kama sekta ya kilimo, na jinsi gani tumejipanga kugusa hasa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pamoja na kuelezea mikakati ambayo imetufanya tufanikiwe vizuri zaidi kwa mwaka jana, mafanikio tunayopata kwenye zile subsidiary zetu, tumeelezea ni kwa nini benki yetu ina CRDB Foundation. Tukijua kabisa huwezi kumfikia Mtanzania aliyeko kijijini bila kuwa na chombo mtambuka cha kutoa elimu ya fedha. Pamoja na maelezo hayo mazuri, tumesema kwamba tunaenda kwenye mkutano mkuu wa wanahisa. Tutatoa gawio nono la mwaka huu ambao unakuwa recommended. Lakini je, ili gawio ni endelevu? Kwa ustahimilivu wa benki yetu ili gawio endelevu, tumeonyesha mafanikio ya kota ya kwanza ambako kwa mwaka 25, ina maana kota ya kwanza iliisha kwenye mwezi wa 3. Tumeonyesha kabisa faida ambayo tumepata ni bilioni 173. Ni kubwa sana. Huo ni ukuaji mkuu, kwa faida ni 36%. Na tumeonyesha jinsi gani tumejipanga kuwa na ukuaji wa aina hiyo kwenda mbele. Kwa kubwa zaidi ambacho tumekifurahia ni kwamba wanahisa wetu ambao ni wakubwa wamefurahia maendeleo ya benki yao. Lakini pamoja na kufanya maendeleo, wameona benki inakoelekea. Kwa tuna imani tunapokwenda kwenye mkutano wa wanahisa wiki ijayo, wanahisa wengi watapata nafasi ya kusikia mafanikio ya benki yao, mipango iliyopo na mipango inayokuja. Lakini vile vile watasikia gawio la mwaka ulivyonono na ahadi yetu ya kuja mbele. Kwa hiyo nitoe wito kuwakaribisha na kuwashukuru sana wawekezaji wetu wa leo, na niwaahidi kwamba benki yao imesimama imara kwa sababu ya uongozi katika upande wa bodi, vile vile na upande wa management. Lakini ni benki ambayo ina mtazamo chanya kwa mabadiliko makubwa. Lakini jambo kubwa ambalo tumeifanya ni kushukuru taasisi ambazo zinasimamia benki kama Benki Kuu kwa kazi nzuri, pamoja na sheria ambazo zimeweka zimetusaidia sana. Lakini vile vile kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio unayoona ya benki yetu ya CRDB hawezi kuwepo bila kuwepo na uhimilivu au ustahimilivu wa uchumi nchini. Na hii inatokana na uongozi bora uliopo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ambaye ameweza kusisitiza zaidi ujumuishi wa fedha ukiwa mkubwa sana ambao CRDB ni kinara. Naitwa Rehema Kiando, ni mwekezaji wa CRDB, na leo nafurahi sana kuwa katika forum hii ya Investors Forum, ambapo nimeweza kujua vitu vingi kwamba kampuni inaendeleaje. Unajua, unapowekeza kwa sisi vijana, lengo ni kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa kama wawekezaji wa muda mrefu, na unavyoona kwamba kampuni na mipango mikubwa huko mbele, inakuwa ni salama kwetu kuendelea kuwekeza ili kuweza kutengeneza kesho yetu iweze kuwa njema.